pamoja na hayo mabwawa maalumu ya maji kwa ajili ya watu wawe na uwezo wa kuzalisha muda wote na tusitegemee mvua peke yake. Hii itatusaidia na itakuwa ni mwarobaini wa kusaidia serikali, kwa sababu itaendelea kusaidia, kwa sababu kwanza huyo mkulima atanufaika kwamba atazalisha hiyo alizeti, lakini akishazalisha alizeti ana uhakika pia si kuuza tu, atakuwa na uhakika wa kuuza alizeti kama ilivyo kama mbegu, lakini pia atakuwa na uhakika kwamba nalima alafu na kwenda kwenye kukamua kwenye kiwanda cha serikali. Asante sana. Naitwa Rashidi Mohamed Lai, katibu mkuu wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party. Tupo hapa ofisi ya makao makuu leo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa ratiba ya nchi yetu, leo ni siku ya kuhitimisha siku kuu ya wakulima day 8/8. Sasa sisi kwa kawaida kila mwaka inapofika tarehe kama ya leo, huwa tunakuwa na neno, huwa tunakuwa na salamu kwa ajili ya kupeleka kwa upande mmoja kwa serikali, lakini pia upande mwingine kwa wananchi kwa ujumla ambao wamejiajiri au wanajishughulisha na masuala mazima ya kilimo. Na hii imekuwa ni jambo ambalo limetuletea tija sana, maana tumekuwa tukitumia nafasi hii kama kufanya mawasiliano rasmi kati yetu kama chama cha siasa ambacho msingi wake mkubwa ni pamoja na kupigania maslahi au maisha nafuu, wepesi wa namna ya kuishi kwa hasa wenzetu wakulima. Na huwa tunatumia nafasi hii kuzungumza mambo mengi, lakini kubwa zaidi kutazama mwelekeo wa hatua mbalimbali zinazochukuliwa hasa kwa upande wa serikali upande mmoja, lakini upande mwingine kwa upande wa wananchi wenyewe ambao shughuli zao, maisha yao wanategemea maeneo ya kilimo. Tumetazama katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026/27, tumeona serikali imeomba jumla ya shilingi trilioni nafikiri 62.33 kama bajeti kuu ya nchi kwa ujumla wake. Lakini tumeangalia pia mgawanyo katika wizara mbalimbali. Tunaona wizara ya kilimo kiasi ambacho wamepewa, basi ni vizuri tukakitazama sasa, je, kinaweza kikawa na ufanisi kwa kiasi gani kwa msimu mzima wa 2026/2027. Tumeziona kama trilioni 1.1 pesa ambazo zimekasimiwa kwenye wizara ya kilimo. Sasa ukifanya hesabu za kawaida tu, hesabu za kawaida sio za shule sana, ni hesabu za kawaida. Ukichukua bajeti ya jumla hiyo trilioni 62.33 alafu ukagawanya kwa wizara 26 katika nchi, utaona unapata zaidi ya wastani wa trilioni 2.3 kwa kila wizara. Sasa hatusemi kwamba ni lazima au kuna umuhimu wa kufanya mgawanyo unaofanana kwa zile wizara, kwa sababu hata sisi tunaamini ziko wizara ambazo mahitaji yake ni makubwa ukilinganisha na wizara zingine. Lakini sisi kwa upande wetu chama cha wakulima tunaamini wazi kabisa kwamba ilikuwa ni muhimu kwamba katika mgawanyo wa bajeti kuu ya nchi, basi wizara ya kilimo iwekwe kwenye kundi la wizara ambazo basi ni kubwa kuliko wizara zingine. Kwa nini? Sababu ziko nyingi tu. Sababu ziko nyingi sana. Sababu ziko nyingi, ikiwemo kwanza taifa lenyewe linakiri katika sehemu zake mbalimbali kwamba kilimo uti wa mgongo, lakini kila mtu anafahamu kwamba kwenye kilimo ndiko ambako sehemu kubwa ya Watanzania wamejiajiri huko. Lakini pia kila mtu anajua ukizungumzia kilimo ndo ajira ya kudumu kuliko ajira zote zingine, kwa sababu walioajiriwa kwenye mikataba ya sheria serikalini wana muda maalum kwamba ndani ya umri fulani basi unalazimika kuacha nafasi hiyo ya kuajiriwa ili mtu mwingine aje kufanya hiyo kazi, na wewe unaonekana tayari umezeeka na sasa unatakiwa urudi katika maisha ya kuwa mstaafu katika hilo eneo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye kilimo kustaafu kwake ni kufa.
kustaafu kwake kwenye kilimo, labda mtu kupoteza kabisa uwezo wake wa kufanya kazi kwa maana ya afya, kwamba afya sasa imeingia mgogoro, hawezi tena kuzalisha kwa kiwango kile cha wakati ambako afya yake iko sawa, au wakati ule ambao wa ujana wake na nini. Hapo ndio sasa itafika hatua kwamba hawezi tena kujiajiri katika kilimo. Lakini kwa sehemu kubwa kilimo mtu anajiajiri kuanzia ule uwezo wake kufanya kazi, kwa maana hiyo miaka 18 mpaka mwisho wa uhai wake, bado mtu anakuwa anaendelea kujiajiri kwenye sekta ya kilimo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kilimo sasa ndio sekta ambayo ilipaswa kuwekewa uzito mkubwa, kwa sababu ndio inachukua asilimia kubwa ya watu wetu kujiajiri na kujipatia maisha yao katika eneo hilo. Sasa tumekuwa tukisema mara nyingi maeneo mbalimbali kupitia mikutano ya hadhara, tulikuwa tumesema kupitia makongamano mbalimbali, lakini pia tulikuwa tunazungumza kupitia kama hivi mitandao ya kijamii, tukieleza, kwa sababu sisi kama chama cha siasa ambacho kwa bahati, hatusemi kwa bahati mbaya, lakini kwa hatua tulionayo sasa hatujaweza kufanikiwa kuwa na mwakilishi wa wananchi, kwa maana ya mbunge kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii mbunge angetusaidia kusukuma hizo hoja zetu kwenye paneli ya bunge, kwamba siku waziri wa kilimo anawasilisha kwenye bunge kuomba kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya matumizi kwenye hiyo bajeti, tungeweza kumsaidia Matilio huyu mbunge wetu kusukuma pale kwenye bunge, kuona kwamba kama chama cha siasa ambacho polisi yake ni kupigania hawa watu wakulima, na jina lenyewe pia limebeba taswira nzima ya hawa wakulima, tungiweza kusukuma. Mwenzetu kama mbunge angisukuma ndani ya bunge, na sisi ambao tuko huku nje kama viongozi wa chama tungeendelea kusukuma kupitia nje. Lakini kwa bahati sio nzuri kwamba mpaka sasa tumeshindwa, tumekosa na kufanikiwa kupata mwakilishi wa wananchi, kwa maana ya mbunge ambaye tungeweza kutumia nafasi hii kusukuma zile hoja ambazo kimsingi wenzetu waliopo serikalini wangeona tu kwamba kuna umuhimu wa tunachokisema, kwamba kama zaidi ya 85 mpaka 90 ya Watanzania wanategemea kilimo au wamejiajiri kwenye kilimo, basi itakuwa ni serikali ya ajabu itakayokataa kuongeza nguvu kazi ya pesa, kwa maana ya bajeti kwenye wizara ambayo inaajiri watu wengi kwenye shughuli zake. Hili ni jambo lingekuwa lina umuhimu sana. Kwa hiyo sisi katika siku hizi za wakulima day 88 huwa pamoja na mambo mengine tunaanza na hoja hiyo, kwamba jamani, hii nchi yetu wote, na hii nchi hapa ilipofikia sasa hivi imeshakuwa na changamoto nyingi. Kwenye sehemu ya ajira ni changamoto kubwa sana. Ajira imekuwa ni tatizo kubwa katika nchi hii, pengine kupita matatizo mengine yote, kwa sababu ajira ndiyo inayofanya Watanzania hawa waweze kujigharamia, kujihudumia. Watapata chakula siku mara tatu kwa siku kupitia kwenye ajira kwenye kilimo. Lakini watapata pesa kwa maana ya yale mazao ya biashara watakayouza kwa ajili ya kuhudumia familia yao katika mambo mbalimbali, kupata mahitaji ya watoto kwenda shule, kupata mahitaji ya watoto kuwapeleka kwenye kuwalipia kwenye huduma za afya. Lakini kadiri yani yale mambo muhimu ambayo kila binadamu anahitaji kupata, wenzetu hawa ambao wamejiajiri kwenye sekta ya kilimo hawana kitu kingine cha kutegemea zaidi ya kutegemea kilimo. Ndio maana tunasema iko haja kwa bajeti ya 2026-27, labda alhamdulillah kimetengwa hiki kiasi, lakini sisi bado tunaona kwamba kuna umuhimu kwa bajeti ya 2027-2028 serikali kuweka ongezeko kubwa kwenye wizara ya kilimo kwa ajili ya kuongeza ufanisi mzuri kwenye eneo hilo, ili watu wetu ambao ndio wanategemea kujiajiri na kuendesha maisha yao kupitia kilimo, mambo yao yawe kidogo yaongezewe wepesi. Hii ni pamoja na kutengeneza miundombinu itakayokuwa itawawezesha au kuwarahisishia wakulima wetu kufanya uzalishaji muda wote katika msimu wa miezi 12 ya kila mwaka, kwa maana kwamba mabwawa ya maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji ni muhimu kuongezewa. Yaliyopo sasa yaongezewe zaidi, na hasa katika maeneo yale ya uzalishaji. Si mabwawa ya kwamba mmetengeneza shamba darasa la kutengeneza mbegu, shamba darasa la kuzalisha mbegu fulani, ndio mnaenda mnajenga bwawa hapo, alafu mnasema wizara imefanikisha kujenga bwawa la umwagiliaji, mnasema naliendele sijui Kilosa sijui wapi. Ni katika maeneo ambayo nyinyi mmeweka au serikali imeweka mfumo wa uzalishaji wa mbegu. Ni sahihi, sio mbaya, ni vizuri, kwa sababu tungependa pia tuendelee kuwa na mbegu bora zinazozalishwa kwa kiwango,
na kwa sababu hayo maeneo yametengwa kwa ajili ya uzalishaji wa hizo mbegu bora, si vibaya miundombinu kuwekwa, kwa sababu ndio jumla yake ya, lakini tunataka twende mbele zaidi. Miundombinu ya kilimo cha umwagiliaji serikali iangalie mbele zaidi, kwamba sasa tutazame, kwa sababu nchi hii inajulikana, tunajua mpunga mkoa wa Pwani wanazalishia wapi, Kisele, mpunga mkoa wa Morogoro wanazalishia wapi, Ifakara, sijui Mbingu wapi, mpunga mkoa wa Shinyanga wanazalishia wapi, mnajua sehemu gani, mpunga Mwanza wanazalishia wapi, mnajua maeneo gani, kila mkoa mnafahamu kwamba ni maeneo gani ya huo mkoa wanazalisha mazao fulani. Basi kwa kufuata utaratibu huo serikali iangalie uwezekano wa kuongeza miundombinu ya umwagiliaji katika mazao, kwa sababu huku ndiko ambako Watanzania wengi tumewaajiri. Kwa hiyo si swala la kitaalamu kwenda kuanzisha hiyo miundombinu katika maeneo tu ya kufundishia wanafunzi kwenye vyuo vikuu vya kilimo au kwenye shule zile maalum ambazo mmetenga kwa ajili ya kutoa elimu hiyo. Hapana. Tunataka serikali iende mbele zaidi, miundombinu ya umwagiliaji katika masuala ya kilimo ipelekwe katika maeneo yote ambayo shughuli za uzalishaji zinaenda. Hii itatuongezea uwezo wa watu wetu kuzalisha kwa kiwango kikubwa, na tukifanikiwa kuzalisha kwa kiwango kikubwa, maana yake tutakuwa na excess kubwa ya chakula cha ndani kwa maana ya mahitaji yetu wenyewe, lakini kile ziada pia tutakuwa nayo kubwa ambayo itatusaidia kufanya biashara na wenzetu wa nchi nyingine, nchi jirani ambao wana mahitaji makubwa ya chakula kutoka kwetu. Yaani maana yake tutazalisha chakula cha kutosha ambacho ndani kitatutosha sisi na familia yetu kwa maana ya nchi kwa ujumla, lakini pia tutakuwa na kiwango cha ziada ambacho watu wetu watauza na hivyo kujiongezea kipato. Na kama serikali itaweza kuongeza nguvu katika bajeti ya nchi kwenye wizara ya kilimo, maana yake tatizo la ajira litaendelea kupungua, kwa sababu hawa vijana ambao wanatoka huko kwenye mikoa na kuja kwa mfano kwenye majiji haya ya nchi, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, katika haya maeneo ya majiji ambayo mtu anakuja anasimama anatembea na soksi, anatembea na bakuli ya kupikia ya kuwekea maharage, anatembea nao mtaani kuuza na nini, hawatakuja kufanya kazi hizi ndogo ambazo wanatumia nguvu kubwa, lakini matokeo yake mapato yanakuwa madogo. Watu wengi watajiajiri kule kwenye vijiji, kwa sababu tunaamini sisi tunayo ardhi ya kutosha ya kuzalisha mazao ya chakula katika maeneo karibu yote ya mikoa yote ya nchi. Kila mkoa popote, kila wilaya yapo maeneo maalum, yapo maeneo mazuri ya kufanyia shughuli za kilimo. Kwa hiyo sisi tunaamini ni miundombinu, serikali ikiamua kuongeza miundombinu ya kurahisisha shughuli za kilimo, maana yake kwamba itaongeza idadi ya ajira za kudumu, itaongeza ile hali ya vijana wetu au watu wetu kujiajiri katika maeneo yao bila kuanza kufanya vurugu au ni kauli za kwamba sasa tuna tatizo ya ajira, kwa sababu ukizungumzia ajira si lazima mtu akafanye kwenye ajira ya kwa maana hiyo tu aajiriwe kwenye ofisi ya serikali au kwenye ofisi sijui ya umma au kwenye taasisi za binafsi na nini. Hapana, ajira ni kazi yoyote ile inayoweza kumpatia mtu kipato halali. Na sasa kama kazi yote ya kumpatia mtu kipato halali, kwa nini serikali ihangaike? Kwa nini nchi ihangaike na wakati tuna maeneo ya kuzalisha ya karibu nchi nzima? Hivi ni kazi ipi kujenga kiwanda cha kutengeneza yebo au kujenga kiwanda cha kutengeneza pipi na kuchimba bwawa kwa mfano kwenye wilaya fulani, kuchimba bwawa kubwa la umwagiliaji na kujenga kiwanda ambacho kitachukua wafanyakazi 40? Kipi ambacho kinaleta tija zaidi? Haya mabwawa yataleta tija. Hivi visima vya maji watu watumie kwa kumwagilia vitaleta tija, kwa sababu watu watazalisha mboga, watu watazalisha matunda, watu watazalisha maua, watu watazalisha nafaka mbalimbali, na hivyo nchi kuifanya watu wake kuwa bize katika eneo hilo la kilimo. Na kwa kuwa bize hivyo, maana yake serikali itaongeza kipato kwenye miamala yake ya kodi, kwa sababu watazalisha zaidi, watauza zaidi, na tukizalisha zaidi, tukiuza zaidi, maana yake pesa, nchi italeta pesa za kigeni, lakini pia na watu wetu watapata pesa za kujikimu katika maisha yao, na hivyo maisha kuyafanya kuwa mepesi. Yako mazao ya biashara, yako mazao ya kilimo. Tuongeze nguvu katika maeneo yote. Tuanze maeneo ya chakula, kwa sababu maeneo ya chakula ukizalisha kwa kiwango kikubwa, kila mtu atakuwa ana uwezo wa kukasimu sehemu ya mapato yake kwa mwaka, akatenga 60% akauza kwa ajili ya kupata pesa kwa ajili ya matumizi mbalimbali mengine, lakini 40% akaweka kwa ajili ya chakula kwa mwaka mzima. Lakini mazao ya biashara nayo ni kadhalika. Leo mkonge umedolola, chai imedolola, chai labda chai kidogo angalau iko vizuri, lakini mkonge umedolola, pamba zimedolola, korosho,
bado nayo inadorola vile vile, bado ufanisi wake sio mkubwa. Mazao kama alizeti bado uzalishaji wake sio wa kiwango kile. Mazao kama ufuta pia vile vile kiwango chake sio kivile. Kwa hiyo tukiwekeza vizuri katika bajeti ya kilimo na tukaweka miundombinu ambayo watu wetu wakaweza kuzalisha muda wote wa miezi 12 ya mwaka, maana yake tutaongeza tija kubwa, na tutaongeza tija kubwa kwa maana yake uzalishaji kwenye mazao ya biashara utakuwa ni wa kiwango cha juu, na hivyo uhakika wa kuongezea mapato ya nchi kupitia mazao ya biashara kwenye kilimo utakuwa ni mkubwa. Lakini pia kuweka uwekezaji wa kuweka miundombinu ya viwanda vya kuongeza thamani mazao, hili nalo ni la muhimu sana. Nazungumza jambo la kwanza, nimezungumzia miundombinu ya umwagiliaji ambayo itawezesha watu wetu kulima kwa muda wote wa miezi 12 wa kila mwaka. Lakini jambo la pili tumesema kwenye haya mazao sasa kuyawekea mkakati haya mazao ya biashara, kuyawekea mkakati maalum, yani budget, kuweka mkakati maalum kwa mazao ya biashara, kuyaongezea uwezo wa kuzalisha zaidi, ili kwa kuzalisha zaidi mazao ya biashara sio tu kuongeza ajira kwa watu wetu, lakini pia itaongeza kipato kwenye nchi kwa ujumla wake. Lakini watoto pia watakuwa na kipato cha uhakika ambacho kitakuwa na guarantee ya watoto kuishi kwa nini? Kuishi kwa matumaini, kuishi kwa furaha katika nchi yao. Lakini jambo la tatu tunasema kuweka miundombinu ya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Maana yake nini? Vile viwanda vya kuchakata mazao ya wakulima, kuongeza ile thamani, nalo uwe ni mkakati, lakini mkakati huo uwe ni wa kibajeti. Yaani kila bajeti ya mwaka ya nchi kwenye Wizara ya Kilimo kuwe na utaratibu, kuwe na mpango maalumu wa kuweka au kujenga miundombinu ya kuwezesha kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa kiwango chochote kile. Yaani tukisema bajeti ya 2025, 26, 27, basi kwenye bajeti tuone kuna kiasi cha pesa kimetengwa kwa ajili ya miundombinu ya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Hapo mtakuwa mmefanya jambo moja la maana sana. Kwa sababu gani? Mtu anajua mimi niko wilaya ya Ikungi pale Singida, kwamba wao zao lao la biashara kubwa ni alizeti. Sasa kwenye bajeti ya serikali tutaona kwamba mwaka 2027-28 serikali katika bajeti ya Wizara ya Kilimo imetenga shilingi bilioni kadhaa kujenga kiwanda cha kukamua alizeti Singida. Mkapanga hivyo kwenye wilaya angalau 2, 3, 4, 5. Mwaka unaofuata mkasogea tena mkaangalia wilaya gani, mkapiga 3, 4, 5. Mwaka unaofuata mkaangalia tena kwenye wilaya gani, kitu gani, mkapiga 1, 2, 3, 4, 5. Kila mwaka, kila bajeti ya serikali ya mwaka kwenye Wizara ya Kilimo lazima serikali iweke fungu maalum la kutengeneza miundombinu ya kuongeza thamani ya mazao. Hii itaendelea kusaidia kwa sababu kwanza huyo mkulima atanufaika kwamba atazalisha hiyo alizeti, lakini akishazalisha alizeti ana uhakika pia si kuuza tu, atakuwa na uhakika wa kuuza alizeti kama ilivyo kama mbegu, lakini pia atakuwa na uhakika kwamba nalima alafu na kwenda kwenye kukamua kwenye kiwanda cha serikali au kilichotengenezwa na serikali kwa ajili ya kukamua mafuta. Kwa hiyo mkulima huyu hatauza mbegu, atauza mafuta, na kwa kuuza mafuta hapo kwenye hicho kiwanda kutakuwa na mfanyakazi. Huyo mfanyakazi itakuwa ajira nyongeza, hiyo itakuwa ni ajira nyongeza inayotokana na nini? Na kilimo. Lakini akishakamua huyo mkulima atapeleka sokoni kuuza. Kule sokoni kutakuwa na mtu mwingine kule sokoni, nayo inakuwa tena ajira nyingine nyongeza kwenye. Kwa hiyo ukiweka miundombinu ya kuongeza thamani ya wakulima mazao ya kilimo, unaongeza mnyororo wa ajira kwa Watanzania wetu. Narudia tena, serikali ikiongeza miundombinu ya kuongeza thamani ya mazao ya kulima, automatic itakuwa inaongeza ajira kwa watu wetu. Ukiweka kiwanda cha kubangua korosho, maana yake huyo mkulima atakuwa na uhakika wa kuuza kwenye hicho kiwanda, lakini hapo kiwandani patakuwa na watu wanafanya kazi kwenye hicho kiwanda, lakini kinachozalishwa kwenye hicho kiwanda kinakwenda sokoni. Kule sokoni kuna watu watakaopokea kutoka kiwandani na kuendeleza ajira, lakini kutakuwa na mtu atakayekuwa anafanya biashara ya kuuza yule kwenda kupeleka kwa mlaji. Lakini zile product zile bidhaa ambazo zinatengenezwa kwenye zile viwanda, kutakuwa na vitu vingi, kwa maana kutakuwa na vifungashio. Kwa hiyo unalazimika tena yule mtu ambaye anatengeneza vifungashio naye umeongezea ajira, kwamba yeye ana kiwanda chake kidogo
anatengeneza vifungashio vya bidhaa, kwa mfano korosho, au anatengeneza vifungashio vya karanga kavu, au anatengeneza vifungashio ya mafuta ya nazi, au mafuta ya alizeti, au mafuta ya pamba. Kwa hiyo mtu anayetengeneza vile vifungashio naye amepata ajira. Kwa hiyo utaona mnyororo wa ajira unakuwa ni mkubwa sana. Sisi tunadhani na tunaamini hivyo kwamba Wizara ya Kilimo ni wizara mtambuka, ni wizara ambayo kama serikali itaona kuna umuhimu wa kuwekeza nguvu kubwa kwa Wizara ya Kilimo, itapunguza vitu vingi, itapunguza tatizo la ajira, itapungua. Yani yenyewe asubuhi itapungua, kwa sababu watu wengi watajiajiri kupitia kilimo. Wale ambao watakuwa moja kwa moja kwenye shughuli za mashambani wataajiri, kwa sababu tutakuwa na matrekta atakuwa na madereva, lakini madereva hao wanao watakuwa wamepata kazi kwenye hayo matrekta. Hayo matrekta yatatakiwa kupelekwa service kila baada ya muda fulani. Mtu wa gereji na yeye atakuwa amepata pesa kwa ajili ya service, lakini hayo matrekta yatatumia petroli. Mtu wa sheri anayeuza mafuta, mfanyabiashara wa mafuta atakuwa anapata nyongeza ya biashara ya mafuta, kwa sababu zitakuwa trekta nyingi, mafuta yatakuwa yanatumika. Kwa hiyo kilimo ndio sekta peke yake ambayo mnyororo wake ni mkubwa na unawafikia watu wengi zaidi. Tumeona leo kwa siku hii ya 8/8 tupeleke message hiyo kwa serikali. Kuna umuhimu katika bajeti ya serikali ya mwaka unaofuata, kwa maana 26, 27, 28, serikali kwanza Wizara ya Kilimo waweke ndio wizara katika wizara hizo ambazo zinahitaji kuwa na bajeti kubwa, iwe na Wizara ya Kilimo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tunataka serikali kutenga pesa maalum kupitia ile bajeti, kwamba kila mwaka ya bajeti ile itengwe pesa maalum ambayo itakwenda kutengeneza miundombinu ya kuongeza thamani ya mazao ya wakulima katika wilaya zote nchi nzima, kwa hatua. Lakini jambo la tatu, tunaona kwamba mipango ya kuweka miundombinu kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kilimo kule kwenye vijiji, kwamba watu wetu waweze kulima muda wote wa msimu wa miezi 12 ya kila mwaka ni muhimu. Yani hii maana yake pamoja na hayo mabwawa maalumu ya maji kwa ajili ya watu wawe na uwezo wa kuzalisha muda wote na tusitegemee mvua peke yake. Hii itatusaidia na itakuwa ni mwarobaini wa kusaidia serikali, kwa sababu uwezi kwamba wizara kama hii ambayo mnyororo wake unaona umebeba watu wengi katika nchi, alafu ndio iwe wizara ambayo inapata pesa ndogo. Sio sawa. Hii ndio wizara ambayo katika wizara ambazo inapaswa kuwa na kutazama kwa jicho la pekee ni Wizara ya Kilimo. Vinginevyo haya maneno kwamba kilimo uti wa mgongo, maana yake itakuwa ni kama tunaimba nyimbo ya kujidanganya wenyewe. Tunaimba nyimbo vingine, tunapiga ngoma vingine na tunacheza vingine. Itakuwa ni kitu ambacho sio sawa. Kama kweli tunaamini kwamba kilimo ni uti wa mgongo, na kama kweli tunaamini kwamba kilimo ndio sekta peke yake ambayo imeajiri watu wengi zaidi kuliko sekta zote katika nchi, kwa nini serikali haioni umuhimu wa wizara hii kuiongezea bajeti? Kwa nini serikali haioni wizara hii ya kuiwekea mikakati maalum? Kwa nini serikali haioni wizara hii ndio wizara ambayo inatakiwa kuweka mpango mahususi kabisa wa kila mwaka kuhakikisha kwamba watu wanafanya kazi kwa kujiamini, wanafanya kazi kwa uhakika na wanafanya kazi kwa tija, kwa sababu ndio wizara ambayo peke yake inaipa heshima nchi. Hakuna nchi yenye heshima kuliko kukosa chakula. Heshima ya nchi yote duniani, taifa lote duniani, heshima yake ni kuwa na chakula cha kutosha. Unapokuwa na chakula cha kutosha katika taifa lolote, hiyo ndio heshima kubwa. Huwezi kubabaika kama watu wako wanakula, wanashiba. Hata kwenye familia, huwezi kuwa na familia yenye heshima, watoto wako wanalala njaa. Huwezi kuwa na familia yenye heshima, watoto wako hujui kesho wanakula nini. Haiwezi kuwa hivyo. Na njia pekee yake ya kukabiliana hiyo ni kuweka miundombinu iliyokuwa ya uhakika, kuhakikisha kwamba watu wote wanazalisha kwa muda wote wa miezi 12, kuwafanyisha kwamba watu kazi inayofanyika kwenye vijiji, kwenye mashamba, na matokeo yake yawe kwa 100%, kwamba anayelima mpunga apate, anayelima mahindi apate, anayelima mtama apate, anayelima muhogo apate, anayelima alizeti apate, na kule kwenye mazao ya biashara, kwenye mtu wa kahawa, tuone kahawa changamoto yake ni nini, tuondoe hizo changamoto, awe na uhakika kuzalisha kahawa. Kwenye mkonge tutazame changamoto ni nini, wao na uhakika mkonge urudi kama zamani, kwenye paleto, kwenye sijui kokoa, kila maeneo mazao ya biashara. Hizo ni viwanda. Kila zao la biashara ni kiwanda. Kwa hiyo maana yake kama serikali tu itaandaa miundombinu ya kwamba watu wetu wanazalisha kwa uhakika, basi kila Mtanzania, kila mwananchi anayeweza kuzalisha, kwa mfano mtu ana shamba mfano eka 10, ni kiwanda hicho, kwa sababu eka 10 hana uwezo mtu kuhudumia peke yake.
atakuwa na watu hapo watamsaidia kufanya kazi, atakuwa na vibarua watapa. Kwa hiyo kila shamba kubwa ambalo limeandaliwa vizuri, mifumo yake ya uzalishaji iko vizuri, maana yake inakuwa ni sawa na kiwanda, kwa sababu kutakuwa na watu wanajiajiri kwenye hilo eneo, na serikali cha kufanya ni kuongeza tu miundombinu ya kufanya watu sasa waandae hayo mazingira wenyewe, kusudi watu wetu hawa washangaike na kutembea na soksi huko barabarani, eti unaitwa machinga. Wanatembea na soksi kwa sababu miundombinu kule ni mibaya. Hilo moja. Lakini lingine kubwa zaidi kuliko yote ni masoko. Lazima serikali iandae mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba bidhaa za mashambani, bidhaa zinazotokana na kilimo zina uhakika wa masoko yake. Na hapa nazungumzia si kwamba tu masoko maana pale wanakopeleka hayo mazao kwenda kuuzwa, hapana. Ni pamoja na namna ya usimamizi wa zile bei elekezi. Miaka ya nyuma kule, mimi nakumbuka miaka ya nyuma wakati ule siku ya wakulima ilikuwa ni siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Watu wabaya katikati hapo wafanya biashara wakaingilia kati ile siku, wakaiona wao tayari ilishakuwa wanasema vijana wanasema ilishabamba ile siku ya 7 kuwa ni siku ya wakulima. Wafanya biashara wakalazimisha wakaingia katikati ya hiyo sikukuu, wakapola wao sikukuu wakawa nayo wao. Sasa imebadilika, imekuwa ni siku ya maonyesho ya kimataifa ya biashara. Kwa hiyo sasa wanatuuzia majembe huko, wanatuuzia nini. Na zamani ilikuwa unapokwenda kwenye mabanda yaliyotengwa kwenye mikoa mbalimbali, na nadhani nchi nzima kulikuwa na maeneo yaliyotengwa ya 7. Maeneo mengi tu ukienda kila nafikiri wilaya zote walikuwa wametenga. Ulikuwa siku ya 7 unakwenda pale, unakutana na wakulima wenzako kutoka katika wilaya, kila wilaya wanakutana pale, wanatazama, wanaangalia namna wanavyofanya, kila mtu anavyofanya, na wakati mwingine ilikuwa wanabadilishana uzoefu kwamba nyinyi wenzetu mmefanyaje, wenzetu wewe mkulima bora kwenye wilaya fulani, wewe mkulima bora kutoka Tandaimba wa Korosho unafanyaje ili unazalisha vizuri. Kwa hiyo wanabadilishana pale uwezo, wanajieleza, na wakulima wenzake wanapata kumsikiliza, na hapo wanaongeza idea kwamba kumbe ili ufanikiwe unafanya moja. Kwa hiyo ilikuwa ni kama eneo fulani la hata darasa kwa watu wengine.